Ila maisha haya kwenye maisha, msikilizaji, huwezi kupendwa na kila mtu. Sehemu ya 7, moja ya shabiki anaitwa Dayaka TZ, nadhani ndo anajijua mwenyewe kwa hilo jina, aliandika kwamba pamoja na yote sijui kwa nini sijampenda Martin. Nilivyosoma hii comment yake nilicheka sana. Yaani Martin amefanya kosa gani jamani? Lakini ninaamini kuna watu wengi sana, wengi mno hawajampenda Martin, lakini pia kuna wengine wanatamani sana Lindsay abaki tu mikononi mwa Martin, kwa sababu inaonekana Aston ni kama ujana mwingi sana sasa. Lakini kuna watu hapo wanasema mimi hata hajanivutia. Tunasonga mbele, msikilizaji. Mtu ambaye hajavutiwa ndio huyo ambaye tumeona amemfungulia Lindsay Foundation. Of course ni hatua nzuri sana na amefanya jambo kubwa sana kwa dadetu Lindsay kwa kumfungulia kampuni ambayo ameita jina la Lisa Foundation. Kwa hiyo kuna kapati kalifanyika pale nini. Kwa hiyo hivyo tunaona kwamba yes, hatimaye moyo wa Lindsay sasa ni kama umeangukia kwa Martin. Langu jina Lucas Lumbasi, mtayarishaji wa hii simulizi ndio Detu Chuchu. Tunasonga mbele. Nitafurahi kuona comment ama like kwa hii simulizi, msikilizaji. Sasa Lindsay anatuambia kwamba Martin alisafiri. Mara tu baada ya ile shughuli alisafiri na kuniacha mwenyewe na Lorena aliyekuwa akinisumbua kila siku kuwa anataka kumuona. Kwa upande mmoja nilifurahi na upande mwingine nilisikitika, sababu niliona jinsi watoto wanavyomsahau Adrian taratibu. Ilipofika jioni niliongea tena na Martin nikimsihi amwachie Adrian, na kama akijaribu hata kunisogelea tena basi nitamwacha afanye chochote anachotaka. Basi kama kawaida alikataa. Hakutaka hata kunisikiliza, lakini baada ya kumbembeleza sana alikubali. Aliahidi kuwa Adrian ataachiliwa, lakini hatoniambia siku atakaoachiliwa, lakini iwe na amani tu na kujua kuwa atakuwa huru hivi karibuni. Basi nilimshukuru sana kwa hilo, lakini hakuonekana kufurahi hata kidogo. Safari ya Martin ilichukua muda mrefu kuliko alivyotegemea. Alidhani ni safari ya siku 4, lakini sasa imekuwa wiki. Hivyo Lorena ananiona muongo, sababu Uncle Martin hajarudi hadi siku ya leo. Asubuhi moja niliamka bwana, Liam akiwa na homa kali, na akili yangu ilienda moja kwa moja kwa mtu mmoja. Nimejaribu kumpotezea na kumsahau, lakini lazima vitu vitokee vya kunikumbusha yeye. Nilimchukua Liam na kuamua kumpeleka hospitali. Ningeweza kumpeleka ile hospitali ya karibu, lakini niliamua kumpeleka hospitali anayofanya kazi yeye. Kwa namna fulani moyo wangu ulifurahi, nimepata kisingizio cha kumuona. Nitamani kumuona, nimwambie kuwa nipo kwenye mahusiano. Nimuone akiumia kama nilivyoumia alivyoingia kwenye mahusiano bila kuniambia. Aniambia kama ni kweli urafiki wetu haukumaanisha chochote kwake, kwamba siku moja tu ataamka na kuamua kutokuongea na mimi na kupotea tu hivyo. So nilipaki gari pale hospitali na kumbeba mwanangu ambaye ameshakuwa mrefu na mzito sana. Kuna nesi wa kiume alikuja kunipokea na kumweka kitandani. Walimuingiza kwenye chumba cha wagonjwa wa dharura na kuanza kumfanyia vipimo. Daktari alikuja na kumhudumia, kisha nikaambiwa nisubiri upande wa nje, lakini kabla sijaondoka nilimgeukia yule nesi nikamwambia kwamba Dr. Gaun yupo, yeye ndo huwa anawatibu na wamemzoea. Nilimweleza kwa tabasamu tu. Yule nesi akaniambia kwamba hapana, leo sio zamu yake, lakini hata huyu daktari ni daktari mzuri tu wa watoto, kwa hiyo usihofu mama, mwanao yupo mikono salama. Basi nikaitikia tu kwa tabasamu na kusogea nje, kusasa moyoni nikijikasirikia kwa nini sikuwaza hilo swala la zamu, lakini nilitaka tuonane tu kwa bahati mbaya. Basi nilikaa pale nje, akili yangu ikiwaza vitu vingi. Dakika chache baadaye daktari aliniita ofisini kwake. Daktari akaniambia kwamba mwanao ana UTI, ni rahisi sana kwa watoto wa umri huu kuipata sababu hawawezi kujifanyia usafi vizuri. Hivyo tumemchoma dawa ambayo itasaidia homa yake kushuka
na nimemwandikia tu dawa anazoweza kumeza akiwa nyumbani. Kwa hiyo mzingatie chakula na maji ya kutosha. Basi daktari aliniambia hivyo na kunielekeza niende kwenye dirisha la malipo kisha nikachukue dawa. Nilimshukuru na kumwambia asihofu, ninaelewa taratibu. Basi niliporudi nyumbani ilikuwa ni saa 3 asubuhi. Laurent pamoja na Lorena walikuwa wameenda shule na mimi nilitakiwa niende kazini. Kwa kweli kwa wakati huu niliona faida ya kuwa na msaidizi nyumbani. Na ilikuwa ni rahisi kwa sababu Violet ni binti mwenye upendo mkubwa na watoto wanampenda sana. Hivyo nilikuwa na amani ya kumwacha na Liam. Baada ya kujiandaa na kuhakikisha Liam amekula na amemeza dawa ya asubuhi, nilielekea ofisini. Mpaka ilipofika mchana ilibidi nitoke, maana akili yangu haikutulia kabisa. Nilihitaji kupata majibu. Labda nikipata majibu nitaweza kutuliza ubongo wangu. Huenda nitaacha kujiuliza kwa nini. Bila kuwaza, niliingia kwenye gari langu na kuelekea nyumbani kwake. Nilipaki gari nje kwake na kuvuta pumzi. Niliwaza sana labda nisishuke kwenye gari nirudi. Nitafanya nini kama nikimkuta yupo na mwanamke mwingine? Lakini hilo halitakiwi kunisumbua. Hiki ndicho tulichokubaliana na hapa nimekuja tu kufanya wajibu wangu wa kumpa taarifa kuwa nipo kwenye mahusiano. Sasa kwa hiyo makubaliano yetu hayawezi kufanyaje kuendelea. Msikilizaji, nadhani bado unakumbuka makubaliano yetu Ni friends with benefits. Wanaojua hii kauli nadhani wanaelewa. Ni marafiki lakini mnapohitaji kubanjuana mnabanjuana vizuri tu. So baada ya kujishauri hivyo, nilishuka kwenye gari na kwenda kugonga mlangoni. Nilisubiri kama dakika moja kisha nikagonga tena. "Hey, nakuja. Nani unagonga kama ugomvi?" Niliposikia sauti yake moyo wangu ulianza kwenda mbio. Ilinichukua nguvu yote niliyokuwa nayo kutokumrukia kwa furaha alipofungua mlango. "Vipi, unataka nini?" Aliniuliza kwa hasira. Tena hapo akiwa amesimama mlangoni. Nilimshangaa tu. Sijui ni kitu gani nilichokifanya cha kumfanya nikasirikie hivi. "Kwa hiyo au nikaribishe ndani?" Nilimuuliza. Alinitazama tu na kunipisha niingie ndani. Niliingia na kwenda kukaa kwenye sofa. Aston alikuja na kukaa kwenye sofa jingine kabisa. Nilijaribu kuzungusha macho yangu nikiangalia kama nitaona mwanamke yote. Kama unatafuta mwanamke hayupo, nipo mwenyewe. Tofauti na wewe sina tabia ya kuleta mwanamke yote nyumbani kwangu. Wewe ulikuwa ni wa pekee Lynn. Aliniambia kwa sasa kinaangalia kama anataka kunifukuza na kama anataka kunivua nguo. Macho yake alinichanganya sana. Nilishindwa kuelewa ananitazama kwa jicho lipi. Nilikuja hapa nikidhani najua nitasema nini, lakini nilijikuta sijui cha kusema. "Kwa hiyo umekuja kunitazama tu au kuna kitu kingine unataka kusema?" Jamaa aliniambia hivyo kwa hasira. Ni kwamba niko kwenye mahusiano. "Ya, najua. Umeshatuonyesha hadi kwenye TV. Kwa nini sasa tusijue?" Aston alinijibu kwa hasira. Kwa kweli mimi sikuelewa. Sikumuelewa kabisa. "Mimi nilidhani ungenifurahia kama ulivyosema Aston." Usiwaze bwana. Ninakufurahia Lindsay. Alijibu tena kwa hasira. Tena awamu hii hata yani hakuwa akinitazama. "Unamaanisha nini wakati unaongea kwa hasira hivyo?" Aston aliinuka na kunifuata. Lindsay, nini unachokitaka kutoka kwangu? Nimeweka moyo wangu wote chini. Ukaukanyaga unavyotaka. Lakini amekuja tu jamaa mmoja tu mwenye pesa ghafla tu. Sina maana kwako. Nilikubali kuwa chochote unachotaka. Hata uliposema tubaki marafiki lakini tuendelee kukutana kimwili nilikubali. Hata uliposema ukikutana na mtu mwingine wewe utaendelea na maisha yako, nilikubali kwa chochote. Hata kama nilikuwa katika hatari ya kuumia mwishoni. Lakini nilikupa moyo wangu wote Lindsay. Mwisho siku maufanyia nini? Mwisho siku ukaishia kuchagua mtu mwingine. Yaani yote niliyofanya hayaonekani leo, si ndio? Aston aliongea akiwa anazunguka kwenye sebule yake.
Niliinuka na kumsogelea, ndipo nilipoona uso wake uliojaa machozi. Mimi sikujua ni kitu gani cha kumwambia, hivyo niliegemea kifua chake na kumkumbatia. Aston alinikumbatia pia, kisha akaninyanyua kichwa changu na kukutanisha midomo yetu tena. Mwili wangu uliitikia wenyewe. Kichwani kwangu kumbukumbu za mambo yote tuliowahi kufanya pamoja yalikuja akilini. Utoto wote tulikuwa tunafanya pamoja. Wote. Machozi yalitoka machoni mwangu kwa jinsi ambavyo Aston alinibusu. Ilikuwa ni busu la tofauti ambalo siwezi hata kuelezea hapa msikilizaji. Aliponiachia hakuna maneno aliyozungumza. Mwili wangu ulishaamua, hata akili yangu ilinyamazishwa. So nilikuwa nikiogelea kwenye dimbwi la raha. Ile amani niliyoitafuta muda wote niliipata. Nilitulia na kumwacha Aston anilaze pale chini. Alijaribu kufanya kitu taratibu lakini hakuweza, hadi alishia kukata kifungo kimoja cha koti langu. Aston kwa sauti ya utulivu akaniambia kwamba wewe ni amani yangu, wewe ni furaha yangu, wewe ni kila kitu ninachokitamani kwenye dunia. Aston aliniambia na kuvuta nywele zangu, huku sasa akianza kuchochea na kuondoa hata akili yangu kidogo iliyokuwa imebaki kwenye ubongo. Mpaka muda tunamaliza pale chini, nilikuwa nikitetemeka na kulalamika tu. Aston alianza kuongea lakini aliacha na kutikisa kichwa. Alibaki tu akitaja jina langu na kunitazama na kuchezea nywele zangu. Aston, unasemaje? Hapana, sitaki tu kuharibu wakati. I love you. Alisema hivyo na kuniboost tena. I say, jamaa wake aliamka tena, lakini wakati huu Aston alinibeba hadi chumbani. Awamu hii tulipomaliza sikuwa hata na nguvu ya kufanya chochote. Aston alikuwa akipitisha vidole vyake mwilini mwangu taratibu, na mimi nilikuwa nimefunga macho nikifurahia huu wakati kwa mara ya mwisho. Kwa hiyo hii inamaanisha nini Lindsay? Haimaanishi chochote Aston. Mimi nimekuja tu kuambia kuwa nipo kwenye mahusiano sasa na hatutaweza kuendelea kufanya hiki kilichotokea. Nilimweleza hivyo. Sura ya Aston ilibadilika ghafla. Aston alifoka akasema kwamba kwa hiyo umekuja kunitumia kwa mara ya mwisho, si ndio? Aston alifoka, kitu kilichofanya sasa niruke na kuinuka kutoka kitandani. No, hapana Aston, sio hivyo. Mimi sikupanga hilo, lakini imetokea tu na wote tumeshindwa kujizuia. Nilimweleza kwa sasa nikitafuta nguo zangu nivae, ili likitokea lolote hapa nisije nikajikuta natoka nje uchi. Kwamba umeshindwa kujizuia. Wakati ninakugusa, wakati ninakubusu, ulikuwa na nafasi ya kukataa, lakini ukaacha niendelee. Ukaamua kunipa matumaini. Mimi nilidhani umenichagua. Hivi ni kitu gani ambacho siwezi kukupatia Lynn? Niambie, sina pesa za kukupatia? Sikuwahi kudhani kama wewe ni mwanamke wa hivyo Lynn. Lakini labda wanawake wote wanafanana. Kabla hajamaliza sentensi yake nilimnasa kofi. Nilikuwa nimeshavaa suruali hapo pamoja na vesti. Hata akinitimua hakuna shida. Usije ukarudia kuongea wewe ujinga wako Aston. Mimi sijaishia kuwa na Martin kwa sababu ya pesa. Martin ananipenda. Yupo kwa ajili yangu wakati wote ninapomhitaji. Kwake naweza kupata uhakika. Yeye ni baba na sasa hivi watoto wanamtazama sana yeye. Ameweza kusimama katika hiyo nafasi kwa ukubwa sana. Na yeye ni mkubwa kuliko mimi. Nikiwa naye ni rahisi hata kupanga maisha baadaye. Kwa hiyo yote mimi niliyofanya kwako sio kitu, si ndio? Yaani mimi nilidhani kuweka moyo wangu hadharani kungekuonesha kila kitu. Aston aliniambia hivyo kwa macho yake akiwa mekundu kwa hasira na uchungu. Unamaanisha nini Aston? Ina maana hauwezi kuona, si ndio? Hauwezi kuona kama upendo wangu kwako. Hata sijui nikwambie vipi. Sasa kama upendo wangu kwako hauonekani, basi mimi sina haja kukuambia chochote. Wewe nenda tu Lindsay, ondoka. Na mimi nakutakia mema na naomba usinitafute tena, umesikia Mimi siwezi kuwa rafiki yako. Yaani ukitoka hapo mlangoni kwangu ni leo, naomba usahau kabisa kama tunafahamiana. Na mimi nitafanya hivyo.
Aston alisema huku akienda kufungua mlango wake na kunisubiri nitoke. Mimi nilikuwa nikitokwa na machozi tu, lakini hakujali. Hata macho yake hayakunitazama. Niliinama na kuchukua koti langu na kutoka. Nilipotoka tu, Aston alibamiza mlango kwa nguvu na kufunga na funguo. Niliegemea mlango wake huku nikilia. Maumivu niliyokuwa nayasikia moyoni, hayaelezeki. Basi mimi nilijikusanya na kuingia kwenye gari langu. Nilijifuta machozi na kutoa simu yangu ambapo nilikuta Martin amenipigia. Niliingia kwenye namba na kutafuta jina la Simena, kisha nikampigia na kumtaarifu sitarudi kazini. Aliitikia tu na kunipa pole kwa sababu nimwambia kwamba sijisikii vizuri. Baada ya hapo nikawasha gari langu na kuelekea nyumbani. Nikiwa njiani, Martin alinipigia tena. Hey mpenzi, tatizo nini bana? Nimeongea na Simena hapo, anasema umetoka ofisini kwa sababu hujisikii vizuri. Martin aliniuliza na kunifanya sasa najisikia vibaya zaidi. Kwa nini anakuwa mwema hivi? Usikasirike, sometimes wanawake hatujuage nini tunataka. Usiwaze mpenzi, kichwa tu ndo kinanisumbua sana. Nimejaribu kupunga upepo lakini sipati nafuu, nikaona nikapumzike tu nyumbani. Hata hivyo akili yangu inamwaza sana Liam. Nilimweleza kwa sasa nikijilaumu sana kumdanganya. Pole sana. Vipi, Liam anaendeleaje? Vime ameniambia anaendelea vizuri, lakini bado naogopa sana kuwa mbali na watoto wangu wakiwa wanaumwa. Ya, nakuelewa kabisa mpenzi, wala hata usiwaze. Wewe nenda tu nyumbani ukapumzike, na kama kesho utakuwa bado unajisikia vibaya basi uende hospitali. Usijilazimishe kufanya kazi. Mimi kesho hapa namaliza mambo yangu yote. Hivyo kesho kutwa nitakuwepo hapo kukutunza. Martin alinieleza hivyo. Nilitabasamu kidogo na kumshukuru kisha tukaagana. Nilipofika nyumbani nilienda kumtazama Liam ambaye alikuwa vizuri tu. Sababu alikuwa mtaa wa pili akicheza. Nilienda nyumbani kwangu na kuingia bafuni ambapo nilioga, lakini maneno ya Aston yalikuwa kijirudia akilini kwangu kama wimbo. Mimi sikudhani kabisa kama ningeweza kulala. Hivyo nilivaa nguo ambazo zinanipa uhuru kidogo kisha nikaelekea kwa Gracie. Baada ya haya yote nilihitaji kuongea na mtu. Basi baada ya kusaidiana na Gracie hadi Lily akalala, nilikaa na kumwambia ninahitaji anishauri kitu. Baada ya kumweleza kila kitu, Gracie alinitazama kwa mshangao sana. Sasa Lynn, sasa hapo ni kitu gani ambacho wewe hapa rafiki yangu? Wanaume wote wawili wanakupenda. Hivyo ni wajibu wako sasa kuchagua mmoja na kutulia naye. Umemkosea sana Martin. Angalau basi tungefanya hivyo ni kabla hata kuingia naye kwenye mahusiano. Najua na najisikia vibaya sana. Yaani sijui kama nitaweza kumtazama machoni. Lakini hiki ndicho ambacho ninachotaka. Mimi nataka maisha na Martin. Yeye ndio anayeweza kunipa msingi naotaka. Hivyo ni kitu ambacho siwezi kukipata kwa Aston. Mimi naona umeshafanya maamuzi. Sasa unataka ushauri gani hapa Lynn? Kwa hiyo inaonekana kuna watu wengine mnakuja kuomba ushauri tayari mnajibu lenu. Wewe unachotaka ni mtu wa kukuunga mkono tu kwenye maamuzi yako. Na unanijua mimi sipendi kushauri masuala ya mapenzi. Mambo asije yakaribika huko kisha kanirudia mimi ukinilalamikia. Sasa fanya hivi, wewe fanya tu kile ambacho unaona ni sahihi kwako Lynn. Kile ambacho kinakupatia amani. Japo naona umeshafanya maamuzi. Hivyo amua. Grace aliniambia. Nilitikia kwa kichwa tu na kubaki nikiwaza. Kama unajisikia vibaya mwambie hata Martin ukweli. No, siwezi Kama akiniacha itakuwaje? Sasa kikuacha sasa ndio utajua kuwa hakuwa akikupenda kweli. Grace alijibu kama ni kitu kirahisi sana. Niliamua kuacha kuongelea ile mada sababu sikuona kama ninapata msaada wowote kutoka kwake. Tulipiga story nyingine ambazo nyingi ilikuwa ni mimi kumsikiliza Grace akilalamika na kunielezea jinsi mume wake anampenda mtoto wao kuliko yeye. Nilipofika nyumbani niliwakuta watoto wakihangaika kufanya kazi zao za shule. Niliwasalimia na kwenda kusaidiana na Violet kuandaa chakula cha jioni. So baada ya kula kila mtu alienda kulala, nikabaki sebuleni nawaza. Paka muda huu mimi sikuwa nimepata majibu ya kitu cha kufanya. Kulipokucha ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Baada ya watoto kwenda shule nilijiandaa na kutoka, lakini nilishangaa kidogo baada ya kumkuta Clara getini. Baada ya kusalimiana aliniambia mlinzi hakumruhusu kuingia.
Nilimkaribisha ndani, lakini alisema kwamba hakuna ulazima. Kama utakuwa umemsahau Clara, msikilizaji, ni mama wa Adrian. Sasa alisema kwamba nimekuja kukuomba binti yangu, tafadhali naomba msamehe Adrian na achiliwe. Anateseka sana. Kwa hadi nimefika hapa, basi ujue maji amenifika shingoni mwanangu. Tafadhali niko chini ya miguu yako. Alisema huku sasa akipiga magoti. Niliharakisha na kumnyanyua, nikasema kwamba hakuna haja ya kunipigia magoti, lakini nidhani ameshaachiliwa. Anyway, nitafuatilia hilo swala mwenyewe. Cha msingi tu mwambie akae mbali na mimi. Clara akasema kwamba nitampeleka mwenyewe sober house. Nitahakikisha hatakusogelea kabisa. Yaani hata nitamhamisha mkoa mwingine kama ikibidi. Nikasema kwamba basi hapo hatutakuwa na shida. Mimi nitashughulikia hilo swala leo, kwa hiyo usiwe na hofu mama. Clara akasema asante sana binti yangu, unaweza kwenda sasa. Mimi sitaki kukuchelewesha kazini. Aliniambia sasa akinipisha. Basi nilimwambia kwamba unaenda wapi nikusogeze mama yangu. Clara alinitazama tu na kunishanga. Nadhani hakutegemea kama ningekuwa mkarimu hivi kwake. Nilimpa lifti kisha nikampa nauli ya kumfikisha kwake. Alibaki akinishukuru sana. Baada ya kumshusha, nilimpigia Martin nikiomba asiwe ameshaingia mahakamani. Na kama bahati akapokea. Mpenzi, mbona uliniahidi kitu alafu bado hujatimiza hadi leo? Oh, kitu gani tena bana? Unajua mimi niko tayari kukupa chochote unachotaka lini. Hebu nikumbushe jambo gani hilo ambalo sijatimiza? Kuhusu Adrian. Vyote kasoro hicho. Hivi kwa nini unamhangaikia sana huyo ex wako? Sio kwamba namhangaikia baby. Leo nimemkuta mama yake akinisubiri pale getini. So ameniomba hadi amepiga magoti. Mimi nimejisikia vibaya sana. Ameniahidi akiachiwa basi atamhamisha atamkoa. Tafadhali sana fanya hivyo kwa ajili ya huyo mama. Mimi nimejisikia vibaya sana. Nikajikuta nikiwa kama ningekuwa ni Laurent wangu au Liam wangu, yani ingekuwaje? Ningepata shida sana, so nakuomba. Watoto wako hawezi kuwa hivyo kamwe kwa sababu wanalelewa na mama mwenye busara kama wewe. Anyway, basi hamna shida kwa ajili yako, lakini mimi sifanye kwa ajili ya huyu mwanamke. Mimi nafanya hili kwa ajili yako. Nitapiga simu aachiliwe leo. Martin aliniambia na kunifanya nitabasamu. Asante mpenzi, you are the best. Nilimshukuru kisha tukaagana. Sasa ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Mimi nilikuwa niko sebuleni nikimsubiri Martin. Watoto walikuwa wameshaenda kulala na Violet alishaondoka. Hivyo nilibaki mwenyewe sebuleni nikimsubiri mpenzi wangu. Niliposikia gari likiingizwa uwanjani, nilifungua mlango haraka na kutoka. Martin alishuka kwenye gari na kuja kunikumbatia, huku sasa akikutanisha midomo yetu na kunibusu hadi nikaishiwa pumzi. Martin aliniambia huku akipapasa mwili wangu ya kwamba huu mdomo wako, nilikuwa nawaza sana, nimerudi sasa. Tunaweza kuanza kutoka kwa raha. Sidhani kama nitakuwa na safari kwa kipindi kirefu. Martin, ndo kwanza umefika. Kwa nini usioge alafu uvae nguo laini, ule chakula nilichokuandalia kisha tuongee sasa ya mambo? Nilimweleza na nilimwona kitabasamu tu. Ndio maana nikakuchagua wewe. Ni kwamba nimekumisi sana. Mimi nasubiri kwa hamu siku utakayoniruhusu kuuona mwili wako. Kuna mambo mengi sana ambayo nimepanga kufanyia lini. Tangu mke wangu afariki, wewe ndio mwanamke wa kwanza kunifanya nijisikie hivi. Sikuwahi kudhani kama ningeweza kupenda tena, lakini ona sasa. Nimekuwa kama kijana sasa. Yaani nikikuona tu mwili wangu unachangamka. Aliniambia hivyo na kunibusu tena, huku sasa mikono yake ikitalii mwili wangu, kitu kilichonifanya nigune. Aliniachia haraka sana. Yaani ukiendelea kuguna hivyo, nitaishia kukuvua nguo hapa mlangoni. Wacha tu niende kuoga. Aliniambia hivyo na kuelekea chumbani. Nilimfuata nikiwa nimebeba simu yake na chaji, baada ya yeye kukataa kunipa begi nimsaidie akidai ni zito sana. Nilienda jikoni na kumwandalia chakula. Nilikipasha vizuri tu na kumwekea na juisi hapo pembeni. Nilipomaliza na yeye alishuka jikoni. Baada ya kula alinibusu na kunipeleka kulala. Akanifunika kabisa kisha kaniaga na kuelekea kwake akidai kuwa mwili wake unashindwa kujiheshimu akiwa na mimi.
Kulipokucha, Martin alikuja mapema sana. Alikuwa amevaa tracksuit na akaniambia nikavae nguo za michezo pia. Nilalamika nikasema, Martin, unajua mimi kabisa mimi siwezi kukimbia. Alitabasamu tu na kumfuata Lorena ambaye alikuwa amemshika kidole akimvuta. Martin ni mwanaume wangu, lakini ninaishia kunyang'anyana na Lorena. Mimi siwezi kwenda kukimbizana lini. Lakini usivae hivi bwana. Vaa jeans tu pamoja na t-shirt ya kukubana. Ukivaa nyeusi itapendeza zaidi. Nimebadili mawazo hapa, hata mimi nitaenda kubadili nguo. Aliniambia sasa akifikiria, lakini mkono wake Lorena alikuwa akiuchora. Alikuwa anauchora ua kwa kutumia kalamu. Binti yangu anapenda kuchora sana, lakini kosa lake ni kuwa uchoraji wake anaufanya sehemu yoyote atakapojisikia, tofauti na karatasi. So nilienda chumbani kujiandaa, kisha nikavaa jeans nyeusi pamoja na t-shirt nyeusi inaonibana vizuri. Chini nilivaa raba zangu nyeusi, kisha nikatengeneza pale nywele zangu vizuri na kuchukua miwani ya jua na simu yangu, kisha nikatoka. Martin aliponiona aliacha tabasamu kubwa na kunitazama kama vile hataki twende popote zaidi ya chumbani. Lakini wote tunajua hilo haliwezekani. Baada ya yeye kuagana na Lorena kwa mabusu mengi ya mkononi, tulitoka na kuingia kwenye gari lake, kisha tukaenda kwake ambapo ni nyumba ya pili. Nilimsubiri kwenye gari na kumuona akitoka baada ya dakika chache akiwa amevalia nguo nyeusi hadi viatu na usoni alikuwa amevaa miwani ya jua. Alipendeza kweli kweli. Kitu ambacho sijawahi kukiongelea ni namna ambavyo Martin anautunza mwili wake. Umri wake ni miaka 48. Lakini ukimwangalia huwezi kuamini, akikwambia na miaka 30 na kitu utaamini. So aliingia kwenye gari na kukaa, kisha akanigeukia akaniambia kwamba funga mkanda. Nina wasiwasi huwa unaendesha bila kufunga mkanda, sababu kila siku tukiwa wote kwenye gari wimbo ni huo tu. Aliniambia hivyo huku sasa akifunga mkanda wake. Nilitaka kumjibu kitu lakini niliahirisha na kufunga mkanda wangu, kisha nikatulia kwa furaha nikisubiri safari ianze. Aliwasha gari na kuanza safari. Unganisha simu yako tusikilize nyimbo. Tunalisali zima kwenye gari. Kwani unanipeleka wapi leo? Siwezi kuambia bana. Wewe nakupa kazi ya kuwa DJ leo. Na usisinzie sababu. Aliishia hapo tu na kurudisha macho yake barabarani. Hivyo unanichukuliaje? Mimi siwezi kusinzia bwana kwenye safari ya saa moja tu. Nilimwambia kwa sasa nikicheza vidole vyangu. Martin alicheka tu, akasema ya kwamba sawa, tutaona mpenzi. Aliniambia na kuendelea kuendesha gari. So niliunganisha simu yangu pamoja na redio ya gari na kuweka nyimbo. Martin aliniambia kwamba kama kuna kitu unahitaji uniambie tuchukue tukiwa bado mjini, maana hakuna maduka njiani. Aliniambia hivyo. Hasa nilimwambia sihitaji kitu chochote, lakini tulipopita supermarket alisimama na kwenda kuniletea pakiti kubwa. Nilipakti la crepes tu, soda pamoja na chocolate. Nilicheka tu na kumshukuru. Basi bwana, mimi nilikumbatia pakiti la crepes na kuanza kula taratibu. Naishangaa Martin akiniamsha huko akicheka. Tumefika mpenzi. Nilikwambia utasinzia tu. Aliongea huko akicheka. Nilimsukuma na kujinyosha. Niliangalia na kuona tuko sehemu ya kuegesha magari. Tulishuka, kisha Martin akanishika mkono tukaelekea ndani. Tulipofika ndani ndo nikaelewa ilikuwa ni kama camp hivi. Kuna sehemu ya kujifunza shabaha na kuna sehemu watu wanaocheza michezo ya bunduki za rangi. Ile michezo ya kama mko vitani hivi. Kwanza tulianza kwenye shabaha ambapo nilitafutiwa bunduki ambayo niliweza kuimudu, kisha Martin akapewa yake. Tukaelekea sehemu ya mazoezi. Kwa ufupi, hadi wakati mchana unafika nilikuwa nimechoka kwa kukimbia. Nimechafuka rangi na nina njaa. Baada ya kula na kubadili nguo, tulianza safari ya kurudi mjini. Nilikuwa kama mtoto aliyetoka kuangalia sinema yake ya kwanza. Martin alionekana kubobea sana kwenye kila kitu tulichokuwa tunafanya. Alishia kunicheka tu. Tulielekea nyumbani ambapo tulienda kuchukua watoto, kisha Martin akawapeleka sehemu ya michezo. Tulipofika nilikaa kwenye kiti nikitabasamu kwa jinsi wanangu walivyojawa na furaha. Wiki iliyofuata ilikuwa ni wiki nyingine ya furaha. Martin alikuwepo kwa ajili yangu kila wakati.
Mara kadhaa alikuja kunipeleka kula chakula cha mchana, na wakati mwingine alikuja tu kukaa ofisini kwangu akidai hana kazi ya kufanya, lakini nikimpatia kazi anajifanya ameitwa mahakamani na kuondoka. Lakini ulikuwa na wakati mwingine wa kumfahamu vizuri zaidi. Wiki iliyofuata alikuwa akienda kazini, lakini kila aliporudi alikuja kunichukua ofisini. Lakini hii siku alichelewa kutoka kazini. Alipofika nilikuwa nimebaki mwenyewe sebuleni nikimsubiri. Aliponiona nimesimama mlangoni, alishuka kwenye gari huku akitabasamu. Alikuja na kunikumbatia tena kwa muda mrefu kidogo. Lakini leo hii mwili wangu ulifanya maamuzi wenyewe. Mikono yangu ilimpapasa taratibu na kufika sehemu niliyotaka. Kitu kilichomfanya Martin avute pumzi na kunishika kwa nguvu. Lynn, ninajitahidi sana kujizuia. Ukifanya kabla hajamaliza sentensi yake, nilimkatisha kwa maneno yangu. Sitaki ujizuie Martin. Naona umeshajizuia vya kutosha, nilimwambia huku sasa nikianza kuchomoa shati alilokuwa amechomekea. Una uhakika? Aliniuliza, lakini mimi sikutaka kumjibu. Nilianza kufungua mkanda wake. Lakini hatuwezi hapa sebuleni, watoto wanaweza wakaamka bwana, twende basi chumbani, aliniambia huku sasa akinipa mkono wake. Tulifunga mlango na kuelekea chumbani, huku sasa tukisimama na kubusu kila baada ya hatua chache. So tulipoingia chumbani, alifunga mlango na funguo kabisa, kisha akanigeukia. Tulishia wapi? Alisema huku sasa akinisogelea na kukutanisha midomo yetu tena. Nakupenda Lindsay, nakupenda sana. Asante kwa kunipa nafasi ya kukupenda. Taratibu alianza kunibusu shingo yangu, na kama hivyo nikapotelea mikononi mwake usiku mzima. Nilipoamka asubuhi nilitabasamu kumwona Martin akiwa pembeni yangu akinitazama. Nilimuuliza ya kwamba vipi, umeamka muda mrefu sana? Na hapo nilimuuliza baada ya kusalimiana. Niliamka saa 10 baada ya kuota umenikubalia. Lakini nilipokuona huko mikononi mwangu nikashindwa kabisa kulala. Nilipata hofu labda nikilala nitamka niko mwenyewe, kwamba hii ilikuwa ni ndoto tu, aliniambia huku sasa akibusu paji la uso wangu. Kwa hiyo ulikuwa unanisubiri niamke? Nilitaka uamke ili niweze kuangalia macho yako nikifanya hivi. Basi taratibu niliusikia mkono wake ukitafuta ikulu yangu. Watoto wameamka Martin, wanaweza... Nilishindwa kumalizia sentensi yangu baada ya vidole vyake kuanza kazi yake. Sasa nakuhitaji unyamaze, kama uwezi nitakuacha hivi. Usije ukaniacha hivi Martin. Nilitaka kumtishia, lakini sauti iliyotoka ilikuwa imelegea kabisa. Basi nataka ukae kimya kwa ajili yangu. Vipi, utaweza? Aliuliza, na mimi nilitikia tu kwa kichwa, kwa sababu niliogopa naweza kutoa sauti ambayo sio kama nikifungua mdomo. Saa 4 asubuhi ndo muda tulipotoka chumbani. Uzuri ni kwamba leo ilikuwa ni Jumamosi, na Fabi alikuja kuwachukua watoto asubuhi na mapema kwa ajili ya michezo. Leo ni siku ya kuzaliwa ya mtoto wake wa kwanza ambaye ni Andrew. Hivyo watoto huenda huko kuanzia asubuhi na wazazi tunahitajika jioni. Hivyo tuliachiwa nyumba nzima, sababu Violet huwa anakuja watoto wakiwepo tu. Mahusiano yangu na Martin yalipiga hatua kubwa sana msikilizaji. Wiki zilizofuata zilikuwa ni nzuri sana. Mahusiano yetu yalikuwa ni ya furaha sana. Yaani mimi sikuwahi kudhani katika maisha yangu kwamba ningewahi kuwa katika hali kama hii. Hali ya furaha na amani. Miezi 2 ilipita tukiwa na amani kabisa na furaha. Hata watoto wangu walikuwa na furaha sana. Mimi sikutegemea maisha yangekuwa mazuri hivi, lakini hapa ndipo tulipofikia. Tulikuwa katika hatua ya kupanga safari za familia. Tulipanga tuwe na safari ya familia mwezi wa 12 pamoja na watoto wetu wote, wa kwangu pamoja na wa Martin. Ikiwa imebaki miezi michache tu mwaka huu kuisha. Nakumbuka hii siku niliamka usiku nikiwa wa moto. Sio kwa homa, lakini ni kwa hamu zangu tu za mwili. Sikuelewa ni kitu gani kilichonipata, lakini sikuweza kuvumilia. Nilijaribu kwenda kuoga, lakini hakukunisaidia chochote. Nilijaribu kumpigia Martin, lakini hakupokea. Hatujajenga mazoea yeye kulala kwangu, japo ni kitu ambacho tunakitamani sana, lakini mimi sitaki kuwachanganya wanangu. Nilijaribu kuvumilia, lakini sikuona nikipata nafuu yoyote. Nilichukua koti na kulivaa juu ya nguo zangu za kulala, kisha nikatoka nje.
Nilipofika getini, mlinzi alishtuka na kunifuata akasema kwamba madam, unaenda wapi usiku huu? Aliniuliza alipofika pale. Mimi sikuwahi kujua kama huyu mlinzi ana sauti nzuri hivi. Mwili wangu wote ulinisisimka, nitamani hata nimrukie lakini niliweza kujizuia. Nilimwambia tu kwamba naenda kwa Martin. Mlinzi akaniambia kwamba Boss Martin hatunielewa nikikuacha ukatoka usiku huu. Aliniambia lakini sauti yake ilizidi kunichanganya tu. Kitu pekee nilichokitaka ni kutoka haraka kabla sijafanya maamuzi ambayo nitakuja kuyajutia. Nilimfokea nikamwambia kwamba sikia, huyo Martin nampigia hapokei. Mimi nimepata shida, ninamhitaji au mpaka nife hapa ndo uelewe. Nilimfokea. Yes, yule mlinzi alinitazama kwa muda kidogo kisha akaniambia atanisindikiza lakini hawezi kuniacha mwenyewe. Alipofungua geti tu, nilitoka haraka na kuelekea nyumba ya pili. Mlinzi akinifuata nyuma. Tulipofika, mlinzi ndo alinisaidia kugonga lakini niliona kama anachelewa. Nilimhamasisha na yeye aligonga tena. Dakika kadhaa baadaye tulisikia mlinzi akifungua geti. Alipojua ni mimi tu alishtuka kidogo lakini hakufungua geti kutupisha tupite. Alituuliza kwamba saa 8 usiku huu mnatafuta nini hapa? Alituuliza, nilishikwa na hasira kubwa sana nikasema kwamba wewe ni nani hadi uniulize hivyo? Hebu nipishe bwana nipite. Nilimkazia macho, kitu kilichomfanya aogope kidogo. Alisita lakini alitupisha tukapita. Nilitembea haraka ili niwe mbali na wale walinzi. Niliogopa mwili wangu unaweza kunisaliti. Sasa nilipofika mlangoni nilibonyeza kengele. Baada ya kubonyeza kengele, nilikasirika baada ya kuona imezimwa. Hivyo nikaanza kugonga mlango kwa nguvu. Niligonga mara kadhaa kisha hatimaye Martin akafungua mlango. Alipofungua tu, nilimsukuma ndani na kumrukia huku nikizungusha miguu yangu kiunoni mwake. Kama Martin asingekuwa mtu wa mazoezi, naamini ningemwangusha. Walai kabisa. Alinishikilia na kurudishia mlango kisha akanikumbatia vizuri. Nilipotulia, alinishusha chini lakini mimi sikutaka kuanza kupoteza muda. Nilianza kumvua boxer yake lakini alinizuia akasema kwamba Lin, unafanya nini hapa? Aliongea kwa sauti ya chini sana kama vile yani hakutaka mtu asikie. Lakini mimi sikujali hilo. Bwana, sasa swali gani hilo nauliza Martin? Wewe ni mpenzi wangu. Mimi nimekuhitaji hivyo nimekuja. Come on, tusipoteze muda basi. Mimi nimeshajiandaa mwenyewe. Nilimwambia huko sasa nikiuchukua mkono wake niupeleke sehemu inayomhitaji sana, lakini aliutoa mkono wake na kunizuia nisitoe nguo zangu. Nilibaki nikimshangaa tu. Kwa nini una shida gani? Kwa nini unataka nikuguse? Sio kwamba sitaki uniguse, ni kwamba mimi nimechoka sana na wakati huu sio muda mzuri. Kwa nini usirudi nyumbani alafu kesho tutafanya chochote tunachotaka? Alisema hivyo huko sasa akinisukuma kwenda mlangoni, lakini sasa mimi nilimgeukia. Nilikuwa na hasira sana hivyo hata sikuweza kuzuia sauti yangu ilivyokuwa inatoka kwa hali ya juu sana. Yaani mimi nimetembea nje kwenye baridi alafu nataka unirudishe kwenye baridi. Hivyo na akili kweli wewe? Nilimfokea. Macho ya Martin aliangalia upande wa corridor kama vile ana wasiwasi mtu anaweza kuja. Ni kitu gani ambacho unakificha hapa? Huu ni upuuzi. Nilifoka kwa sauti, lakini taratibu niliusikia moyo wangu ukivunjika. Martin alifungua mdomo kusema kitu, lakini nilisikia mlango ukifunguliwa na kufungwa. Nilitoa macho na kumgeukia Martin, ambaye alionekana kama vile anataka kuzimia au ardhi ifunguke immeze. Sasa nilisikia sauti ya mwanamke ikitokea kwenye corridor ikisema ya kwamba baby, kwa nini unaniacha mwenyewe usiku wote huu? Yo, I say. Nilimgeukia Martin ambaye alikuwa ameshapiga magoti miguuni kwangu. Binti mrembo alitokezea kutokea chumbani. Aliponiona alishtuka na kuona aibu. Nilipomtazama vizuri, ndipo nilipogundua nani amesimama mbele yangu. Simena. Nilitamka jina hilo kama vile siamini kilichotokea. Hakuna kitu chochote cha kunibakiza hapa ise. Simena alinitazama kwa dharau ambayo sijawahi kuiona usoni mwake. Nilitikisa kichwa changu na kutaka kuondoka, lakini Martin alinishika miguu yangu. Akaniambia kwamba Lini, usiondoke, nipe nafasi nikuelezee. Sio hivyo unavyofikiria. Alisema huku akishika miguu yangu. Martin, naomba niachie, sawa? Naomba niache. Unaona kuna nini cha kunielezea hapa? Yaani utajitetea nini Martin? Naomba nipishe. Naomba niache.
Wote tunajua tu ya kwamba wewe ni mwongo, lakini mimi sikuwahi kuwaza kuwa utaamua kulala na watoto wadogo hivi. Martin, naomba niache. Basi niseme hivyo. Simena kwa dharau sana akasema kwamba wewe mwanamke, nani unayemuita mtoto? Wewe mwenyewe ndio umeshindwa kumtunza mwanaume. Na nimesikia huyu sio mwanaume wa kwanza kukushinda. Kama utoi zigo unategemea nini? Simena alisema hivyo kwa dharau. Basi Martin alimfokea akamwambia, nyamazo mtoto. Sasa hivi ndo unaona mtoto, lakini tulipokuwa kitandani ulinyanyua mikono juu na kuniita majina yote mazuri. Wewe ulisema huyu mwanamke. Kabla hajamaliza sentensi yake, Martin alimkatisha kwa kuongea. Martin alisema ya kwamba usimsikilize Lynn. Huyu mtoto anajilazimisha kwangu. Martin alisema hivyo na kunifanya ninyanyue nyusi moja nimtazame tena. Kweli huu ndio uongo alioamua kwenda nao? Niliona historia ikijirudia. Basi Simena alimwambia Martin ya kwamba haunijui wewe mzee. Unasema kwamba mimi najipendekeza kwako? Sasa ngoja nimwage mboga. Alisema hivyo kisha kanigeukia. Sasa nisikilize. Huyu mwanaume amesema kwamba eti umekataa kumpa nyuma na hawezi kutulia bila hilo. Kwa hiyo usiniite mimi mtoto wakati nimekuzidi pakubwa. Simena alisema kwa dharau. Nijikuta nikitabasamu. Martin, naomba niache nipite. Sawa? Huu ni usiku na kesho nahitaji kwenda kazini, so naomba niache nipite. Nilimweleza huku sasa nikimtoa miguuni. Alijaribu kuningangania lakini nilimkata jicho moja, akaamua kuniachia tu. Nilitoka nikiwa na hasira nyingi sana. Nilishangaa kumkuta mlinzi akinisubiri, lakini alinitazama kama alielewa kinachoendelea. Hivyo niliamini yeye na mwenzake wameshapeana taarifa, na bila shaka wamenisikia nikifoka. Nilipofika nyumbani ndo nikakumbuka kitu kilichonitoa kwa mara ya kwanza. Nilizidi kusikia hasira kwa sababu bado mwili wangu ulikuwa ni wa moto na sikujua la kufanya. Niliamua kwenda kuoga tena, lakini sikupata nafuu. Hata nilipojaribu kujiridhisha mwenyewe sikupata nafuu yoyote. Niliamua kutafuta dawa ya usingizi, dawa ambazo daktari alinipa kipindi kile nilivyoumia. Nilimeza na hatimaye baada ya dakika kadhaa nilala. Kulipokucha nilichelewa kuamka, lakini bado nilihitaji kufika ofisini. Tena leo kuna vitu vya muhimu sana vya kuhangaikia. Niliinuka na kuoga, lakini nilipotoka ilikuwa ni kama nimejichokoza. Lakini sina nafasi ya kusikiliza mwili wangu siku ya leo. Nilijiandaa na kutoka, lakini nilipofika sebuleni nilimkuta Martin amekaa akiangalia habari. Ingekuwa siku nyingine ningemfuata na kumkumbatia, lakini sio leo. Nilipomalizia kushuka ngazi alinisikia na kugeuka. Macho yake alijaa huzuni kwa kweli. Yaani kama nisingekuwa na hasira sana ningemhurumia. Basi aliniita pale baada ya kuona hasira iliyojaa usoni mwangu. Naomba unisamehe. Lynn, mimi nakupenda na ninakuheshimu sana, hivyo nisingeweza hata kukuomba hicho kitu. Na nilijaribu kujizuia sana lakini nikashindwa. Nakupenda sana ndio maana sijakuomba. Yaani muda wote huwa anaongea nilikuwa busy nikinywa chai. Nilikuwa na njaa sana, sikuwa na muda wa kuhangaika na ujinga wake. Hivi Martin, unajisikia kweli maneno unayoongea? Mimi sina shida na wewe wala huyo mpenzi wako. Nachotaka tu ni kujua ya kwamba tunafanyaje kuhusu foundation. Nilimuuliza huku sasa nikikata sausage na kula, huku nikishushia na chai ya maziwa. Kuhusu foundation ni yako Lynn. Ile ilikuwa ni zawadi yangu kwako. Kila kitu kipo katika jina lako. Na ulisaini mikataba yote. Unakumbuka hilo bwana? Aliniuliza. Aliongea kwa matumaini akidhani labda hiki ndicho kitu kitakacho nifanya nimsamehe. Nakumbuka. Basi asante. Naomba unikabidhi funguo za nyumba yangu uondoke. Nilimwambia huku sasa nikimkabidhi funguo zake nilizokuwa nazo. Lynn, hakuna haja ya kufanya hivi bwana. Tunaweza kuongea mpenzi wangu. Nenda kaongea na Simena, sio mimi.
Martin, huo ujinga wa kusamea usaliti ulishia kwa Adrian. Kwa hiyo hakuna haja hata ya kujaribu kwa sababu mimi siwezi kukusamea. Naomba funguo zangu. Msikilizaji, sentensi ya mwisho niliongea kwa ukali kidogo. Martin alinikabidhi funguo zangu lakini hakuondoka. Alibaki akinitazama nikinywa chai. Nilipomaliza niliweka vyombo kwenye sink kisha nikaelekea mlangoni. Baada ya Martin kutoka, nilifunga mlango na kuingia kwenye gari langu kisha nikaondoka na kumwacha pale nje. Nilipofika ofisini nilimkuta Simena kwenye meza yake iliyopo nje ya ofisi yangu. Aliponiona, alinitazama kwa dharau, kitu kilichonifanya sasa nitabasamu. Nilipoingia ofisini nilimuita. Alipofika tu sikupoteza hata muda wangu wala wake. Simena, kabla hujakaa nimekuita tu kukutaarifa kuwa sitaendelea kufanya kazi na wewe. Hivyo una masaa mawili ya kukusanya vitu vyako kisha ondoke. Nilimweleza hivyo lakini alicheka tu akaishia kusema kwamba anachojua ni kwamba hauwezi kunifukuza kwa sababu hapa sio kwako. Aliniambia kwa dharau. Nilijua tu huo ndio utumbo uliojaa kichwani kwake. Oh. Sawa, usilolijua ni kwamba hapa ni kwangu. Sijui alichokudanganya Martin, lakini ukweli ni kwamba hana mamlaka yoyote ya kuwa hapa. Hivyo kuanzia sasa wewe na huyo Martin wako hamruhusiwi kukanyaga hili jengo na hamruhusiwi kujihusisha na shughuli yoyote ya taasisi hii. Mkijichanganya tu mtajikuta jela. Nilimweleza hivyo na kuona uso wake ukibadilika kutoka dharau hadi hofu. Simena alikuwa mpole ghafla na kupiga magoti pembeni yangu. Akasema kwamba dada, nakuomba usinifukuze. Familia yangu inanitegemea. Wanajua niko chuo lakini niliacha nilivyokutana na Martin. Aliniahidi kazi na akanileta hapa. Ukinifukuza sina pa kwenda. Aliongea kwa machozi yakijaa kabisa machoni mwake. Natamani aanze kukueleza madhara ya kuamini maneno ya wanaume, hasa watu wazima. Lakini kama ulivyoniambia jana, kuna kitu umenizidi. Hivyo acha nikuheshimu hapo. Naamini unajua ulichokuwa unafanya. So rudi kwa hiyo Martin akutafutie kazi nyingine. Lakini usikae ukategemea utapata huruma kutoka kwangu. Nilimwambia hivyo kisha nikachukua simu ya mezani na kumpigia msaidizi wangu na kumwambia aje ofisini. Ufanye haraka kusanya vitu vyako nipishe. Nina kazi ya kutafuta sekretari mpya. Nilimweleza. Simena alinuka pale huku sasa akifuta machozi yake na kutoka. Nilishangaa sana. Mimi sikulia hata kidogo. Kitu pekee nilichokuwa nacho ni hasira, lakini ule uchungu wa kunifanya nilie haupo kabisa. Nadhani nimekomaa sasa. Yes. Hadi muda wa chakula cha mchana ulipofika, nilikuwa ni kama nimechanganyikiwa. Mwili wangu ulikuwa wa moto sana. Hadi nilianza kuogopa sababu kila mwanaume nilimuona anafaa. Nilianza kuona kila mwanaume ana mikono mizuri, ana sauti nzuri. Nilijikuta nikiangalia suruali za watu. Niliamua kutoka. Niliona kama nitajivunjia heshima nikibaki pale ofisini. Niliingia kwenye gari na kuanza kuendesha. Sikuelewa nitamkuta wapi, hivyo nikaamua nianze kwenda kumtafuta hospitali. Sikuelewa kabisa kitu gani kimeupata mwili wangu. Nilipofika tu mapokezi nilimuulizia. Nilifurahi nilipoambiwa yuko ofisini kwake. Nilikimbia sababu niliona kutembea kutanichelewesha kufika. Hey Lindsay, Aston alisema kwa mshangao nilipovamia tu ofisi yake bila hata kugonga. Alikuwa na daktari mwenzake wakiangalia kipimo. Ni kitu kama x-ray hivi au scan. Mimi hata sielewi mambo ya daktari ya. So Aston alinitazama na kumgeukia mwenzake. Sasa naona hii ndio njia itakayofaa sababu tukisema hapa tuingie kupitia upande huu ini litatuzuia. Alafu mimi sitaki stress kabisa leo. Kwa hiyo twende na hii njia rahisi. Aston alimweleza na kutumia maneno mengi ya kidaktari ambayo hata sikuelewa. Kisha akamwambia mwenzake watakutana kwenye chumba cha upasuaji. Mwenzake alipotoka, Aston akanigeukia sasa. Hey Lindsay, nini kimekupata? Mbona kama umechanganyikiwa? Aliuliza lakini hakujaribu hata kunisogelea. Na hilo liliniumiza sana. Nilitamani anisogelee, anishike, anirukie na kuanza kunivua nguo kama tulivyokuwa tunafanya zamani. Lakini Aston alikuwa amekaa kwenye kiti chake. Hakutaka hata kunigusa. Inaonekana kama nisingetia huruma angeshanifukuza.
Baada ya dakika 25 unatakiwa niwe kwenye chumba cha upasuaji. Ongea basi haraka sababu nahitaji muda wa kujiandaa pia. Aston alisema huku sasa macho yake yakirudi kwenye skrini iliyokuwa inaonyesha kile kipimo cha mgonjwa. Basi tusipoteze muda. Nilisema hivyo huku sasa nikiinuka na kufunga mlango wake kwa funguo. Mkononi nilishatoa kondom kwenye pochi. Aston alivyoona hivyo alielewa. Alisimama na kurudi nyuma haraka. Hey Lynn, hivi tulishaliongea hili? I say mimi sio toy ambalo utakuja kulitumia wakati wote tu, sawa? Aston alisema kwa hasira kidogo. Macho yangu alianza kujaa machozi. Huyu sio mimi. Mimi sio mwanamke wa kujitupa hivi kwa wanaume. Unajua msikilizaji, nilitamani kujizuia lakini kukaa chumba kimoja na Aston na kusikia sauti yake nzito. Afu mbaya zaidi sauti yake akiongea yani inazidi kunifanya mwili wangu ni kama unalazimisha sasa. Hivyo sikuwa na maamuzi yote. Nilisogea haraka na kwenda kukaa kwenye meza yake huku sasa nikiweka ile kinga pembeni yangu. Nilikuwa nikihangaika kutoa nguo za ndani baada ya kupandisha gauni langu. Aston alikuwa pembeni akinitazama kama vile haamini kinachoendelea. Hivi wewe umelewa au? Aston, hatuna muda kupoteza, dakika 20 tu. Naomba, nakuhitaji sana. Mimi nitakuelezea kila kitu baadaye lakini sasa hivi naomba unisaidie. Naomba. Yaani najisikia kama nitaruka na akili, please. I need you. Nilalamika huku sasa machozi yakinitoka. Sikuelewa hata kwa nini nalia. Aston alinihurumia na kunisogelea. Lynn, hii sio sawa kabisa. Wewe una mahusiano yako na mimi na mahusiano sasa. Sio sawa kabisa ni. Aston alisema huku sasa akinifuta machozi. Maneno yake ya kuwa yupo kwenye mahusiano yaliniumiza kuliko nilivyotegemea, lakini shida za mwili wangu hazikuniruhusu kuwaza hivyo. Suruali yake ilikuwa imevimba lakini sikuelewa kwa nini hakutaka hata kunigusa. Aston please, I need you. Nilimwambia sasa nikimpapasa jamaa wake. Hata mimi mwenyewe sikuelewa hiki kichaa nimekitoa wapi. Aston alivuta pumzi na kunitazama machoni. Nakusaidia hii mara moja tu. Na tukimaliza Sikumwacha hata maliza alichokuwa anasema. Nilikutanisha midomo yetu sasa nikiguna kwa sauti kubwa kuliko nilivyotegemea. Ni kama vile ukiwa na kiu ya muda mrefu sana alafu hatimaye upate maji. Shh. Inabidi unyamaze. Kama hautanyamaza mimi sitaweza kukusaidia. Aston alisema hivyo huku sasa akiwa amenifunga mdomo. Nisibetu mdomo, mimi sitaweza kukaa kimya. Nilimwambia, kitu kilichomfanya tabasamu na kufanya moyo wangu uruke kidogo. Awamu hii Aston ndo alikutanisha midomo yetu huku mikono yake ikija kifuani kwangu. Aston, hakuna haja ya kuhangaika. Nimeshaloa vya kutosha, uweva tukingara kuingize. Nilimwambia sasa nikazana kuvuta suruali aliyokuwa amevaa. Mrembo, una haraka sana mama, Hautaki kunipata nafasi ya kuabudu mwili wako hata kidogo? Aliniambia huku sasa akibusu shingo yangu. Bwana, mimi nimeshaloa. Hicho tutafanya hata baadaye. Sasa hivi mimi nakuhitaji tufanye kazi moja, Aston. Jinsi nilivyokuwa. Nilimwambia kwa ukali kidogo lakini ni sauti ambayo iko hoi. Kitu kilichomfanya acheke. Aston aliteremsha nguo yake kidogo na kuvaa kinga. Kisha akaniziba mdomo wangu na mkono wake, alafu akaingia kwenye ikulu yangu. Nijekuta nikitabasamu tu baada ya kuona miguno haikuwa yangu peke yangu, hata yeye mwenyewe hakuweza kujizuia. Mwamba alikuwa na guna. Huku akisema kwamba nilikumisi sana Lynn. Sijui umenifanya nini. Aston analalamika huku sasa akienda taratibu, anatoa taratibu. Lakini sasa mimi nilimuhimiza, kitu sasa kilichomfanya atabasamu na kuanza kuchochea sasa kwa haraka huku akileta mkono wake mwingine kifuani kwangu. Haikuchukua muda, nilifika kileleni. Tena nilifika zaidi ya mara 3. Ndipo na yeye akamaliza. Tulikutanisha vichwa vyetu huku sasa tukiema, lakini mwili wangu bado ulikuwa ni wa moto. Ni nini hiki? Naomba hivyo haraka. Bado tuna kondom 2 za kutumia. Itoe hiyo. Nilimwambia sasa nikihangaika kumvua nguo yake ya juu. Bado sipendi hizi nguo za blue wanazovaa hospitali, na pia nilitaka kuona kifua chake. Yaani mimi
Nitaka tu kwanza hata pia kushika ngozi yake. Wewe mwanamke. Hivyo nataka uniue hapo ofisini. Nahitaji basi angalau dakika chache tu ili jamaa amke tena. Aston aliniambia, lakini niliona huko ni kupoteza muda. Nilishuka mezani haraka na kupiga magoti. Kabla Aston hajaelewa vizuri, nilimweka mdomoni. Lynn, sijui hata nini kimekupata, lakini anyway, chochote unachotumia usiache. Aston aliniambia huku akiweka mkono wake kichwani kwangu. Hata sikuchukua muda, jamaa aliamka. Nilitabasamu na kumvalisha kinga kabisa. Kisha nikarudi kukaa mezani. Nilitamani niendelee kumtazama usoni na kumbusu wakati wote. Awamu hii tulipomaliza, angalau nilikuwa nina nafuu kidogo, lakini nilikuwa ninanata kutokana na jasho. I said na dakika 2 tu, Aston alisema alipoangalia saa yake. Alifungua mlango na kuingia kwenye chumba ambacho baadaye nilielewa ni chooni. Alipotoka alikuwa ameshavaa nguo. Upasuaji wangu ni wa masaa 2 tu, kama utaweza kunisubiria hapa kwenye hiki kitanda itakuwa poa. Nina maswali mengi sana kukuuliza. Usijali, mimi nitakusubiri hapa, wewe nenda tu, ukirudi utanikuta. Nilimwambia hivyo Aston, ambaye tabasamu na kunibusu kwenye paji la uso kisha akatoka. Nikiwa pale kitandani nilisikia simu yangu ikiita. Nilipoona msaidizi wangu akinipigia, ndipo nikakumbuka kulikuwa na kikao leo mchana. Nilipoangalia saa nilishtuka kuona ndani ya dakika 15 natakiwa niwe ofisini. Niliharakisha na kwenda chooni kunawa na kujitengeneza kidogo, kisha nikabeba vitu vyangu na kutoka haraka. Nilichelewa kama dakika 5, lakini kwa bahati nzuri na wageni nao walichelewa. Baada ya kikao kuisha, ndipo nilipokumbuka kuhusu Aston, hasa baada ya mwili wangu kuanza kuwa wa moto tena. Ni pepo gani hili limenipata? Mbona ni ghafla tu, yani siwezi kutulia? Niliwaza kumpigia Aston mpaka nilipokumbuka kwamba ameniblock. Hivyo sina budi zaidi ya kwenda kumtafuta. Usiku ulikuwa umeingia, hivyo niliwaza kwenda nyumbani kwake moja kwa moja. Nilijua tu lazima utarudi, Aston aliniambia aliponifungulia mlango wa nyumbani kwake, lakini hakukuwa na tabasamu usoni kwake. Ni kitu gani tena nimefanya wakati huu jamani? Nakumbuka kabisa mchana tuliachana na tabasamu za kutosha. Aliponipisha niingie ndani nilitabasamu tu. Nilipokaa kwenye sofa nilianza kufungua vifungo vya gauni langu. Ina maana umuhimu wangu kwako ni wa kukuridhisha tu, si ndio? Aliuliza kwa hasira kidogo. No, so hivyo Aston. Kweli mimi nakuahidi tukimaliza hapa tutaongea. Please, nitakueleza kila kitu. Nilimwambia kwa sasa nikijaribu kumshika mkono lakini airudi nyuma. Nisikilize sawa, sitaki ujinga wako, msikia? Ukivua hiyo nguo, nitakutupa nje ukiwa uchi. Nitakutupa nje ukiwa uchi na hiyo nguo yako mkononi, msikia? Kama hauwezi kujelezea sasa hivi, ni bora ondoke tu mapema. Aston aliniambia kwa hasira sana, hadi niliogopa na kuanza kufunga vile vifungo kadhaa nilivyofungua. Okay, ongea haraka bwana, mimi nakusikia. Alinifokea. Aston, I'm sorry, naomba nisamehe. Lakini sielewi kinachoendelea mwilini mwangu. Ni kwamba mwili wangu ni wa moto na nimeshajaribu kila mbinu, kuoga na hata kujiridhisha, lakini hainisaidii kitu. Hata ile mchana tulipokutana nilipata nafuu tu, lakini baada ya dakika 2 kadhaa hali irudi tena. So leo nifanye nini sijui. Nilalamika huku machozi yakinitoka. Ninalia tena bila sababu. Siwezi kuendelea hivi. Hebu nijue kama huu ni ugonjwa ili nipate tiba. Sasa kwa nini hujaenda kwa Martin? Martin hayupo. Msikilizaji, sikutaka kuanza kumwelezea hayo yote. Mimi nilichotaka ni sisi kuvua nguo na kumaliza kila kitu hapa chini. Kwa hiyo baada ya mpenzi wako kusafiri ndio ukaamua kumsaliti, si ndio? No, tumeachana. Nilimjibu hivyo. Kama nisingekuwa najua vizuri ningesema ametabasamu kidogo tu, alafu akarudi kusirika. Hii hali imeanza lini? Ni kama wiki moja iliyopita, lakini haikuwa kali hivi. Jana usiku tu ndo niliamka nikiwa moto hivi. Aston hata naogopa kutembea.
kila mwanaume machoni mwangu anafaa. Nitaishia kujivunjia heshima nikiendelea hivi. Nilalamika ese. Aston alinitazama kwa muda kidogo. Hebu naomba nikuangalie. Aliniambia sasa akisogea na kufungua vifungo kwenye kifua changu. Nilianza kuguna na kumshika mkono wake. Lindsay, tulia sawa? Tulia kidogo. Nilimsikia akisema hivyo, lakini akili yangu ilizidi kuchanganyikiwa aliposhika ziwa langu kisha kaliachia. Maziwa yako yamevimba. Alisema hivyo huku sasa ni kama akiwaza hivi. Hebu ngoja naenda duka la dawa nakuja. Alisema na kutoka akiniacha nikilalamika pale sebeni. Dakika chache baadaye alirudi na kipimo cha mimba. Nilipokiona tu nilijikuta nikianza kufoka. No Aston, no. Hapana, haiwezekani. Lynn, una dalili zote za mimba. No, haiwezekani Aston. Aston, mimi sijatapika wala hakuna chakula nilichokichukia. Mimi sijala udongo Aston. Mimi sijatamani kitu cha tofauti. Nilimwambia huku sasa mikono yangu ikienda kulishika tumbo langu. Sikutaka kuamini kama kuna kiumbe kilichomo tumboni mwangu. Lindsay, mbona nisikilize sawa? Kila mimba ni tofauti. Kwa nini usijaribu kupima tuone? Alisema hivyo huku sasa akinisogelea. Mimi nilianza kulia. Sikuelewa kama natakiwa nifurahi ama nisikitike. Aston, haiwezekani bwana. Mimi natumia uzazi wa mpango. Yaani hilo no, Aston, hilo haliwezekani. Aina gani natumia? Mimi niliweka miaka 5 kipi. Nilishindwa kumaliza sentensi baada ya kukumbuka kuwa muda wake umeisha karibia miezi 7 sasa. Kuda deki. Unaona sasa? Hebu nenda chooni ukapime halafu tutasubiri majibu pamoja. Aston aliniambia huko sasa akinishika mkono. Akili yangu ilizidi kuchanganyikiwa msikilizaji, sababu sielewi huyu mtoto nimembeba kipindi gani. Nikiwa na Martin au nikiwa na Aston? Na kati ya kitu ambacho sitaki kabisa ni kitu cha kunifungamanisha na Martin. Nilikipokea kile kipimo huku sasa nikitetemeka. Katika maisha yangu sikuwahi kudhani kama ningefikia huku. Nilipofika chooni nilipata mkojo haraka tu. Baada ya kumaliza nilikiacha kile kipimo kwenye sinki la kunawa mikono na kusogea nje. Aston alikuwa akinisubiri pale mlangoni. Tulienda kwa sebuleni lakini hakuna aliyesema chochote. Okay, dakika 10 zimeshapita. Aston aliniambia huku sasa akinipa mkono aninyanyue, lakini nilikataa. Siwezi Aston. Wenda tu kaangalia alafu utakuja kuniambia. Basi nilitikia kwa kichwa na kuelekea chooni. Baada ya dakika chache alirudi na kunitazama kwa muda kabla ya kusema, Hongera. Hongera. Hilo neno tu lilitosha kunifanya nianze kulia kama mtoto. Mikono yangu sikuitoa tumboni kabisa. Aston alisogea kakaa pembeni yangu kisha kanikumbatia. Usilie Lynn, mimi naamini ukiongea Martin mnaweza kufikia mwafaka. Lakini sijui kama ni mtoto wake. Labda kama umelala na mwanaume mwingine, lakini ninachojua hawezi kuwa mtoto wangu. Aston alisema hivyo bila hata kusita. Moyo wangu ulivunjika sana. Lindsay, giza linaingia. Kwa nini usiende nyumbani kupumzika? Saa 9 natakiwa niwe kazini nikijiandaa kwa ajili ya upasuaji wa saa 11 alfajiri. Hivyo nahitaji kupumzika. Msikilizaji, sikuamini kama leo Aston ananifukuza nyumbani kwake. Aston ambaye alikuwa akinisini siondoke nibaki naye, leo ananifukuza. Nilitokwa na machozi mengi sana, lakini mwishowe niliinuka na kutoka. Baada ya kumaliza kulia, niliwasha gari langu na kuelekea nyumbani, huku sasa nikiwaza, ninahitaji kujua. Siwezi kukaa na hili swala kama jiwe moyoni mwangu. Nahitaji kujua baba wa huyu mtoto. Japokuwa sababu zote zinamnyokea Martin, lakini moyo wangu unakataa. Nilipofika nyumbani nilikuta watoto wa kila chakula cha jioni. Kama kawaida Liam alikimbia na kuja kunikumbatia akasema kwamba miss you mom. Alisema sasa kinibusu. Nijikuta nikicheka tu alipopitisha mikono yake midogo shingoni.
Niache Liam, mikono yako inanitekenya bwana. Badala ya kuniachia, Liam aliendelea kunitekenya kwa sasa akicheka. Ilibidi sasa nimtekenye tumboni ndipo akaniachia. Lorena alikuwa anakula kwa sasa akichezea kitu ambacho hata sijawahi kukiona. Laurent yeye mwenyewe alinisalimia tu na kuendelea kula. Siku hizi hataki kabisa yani ni hangaike naye kama mtoto. Anajiona amekuwa mtu mzima. Walinisalimia na kila mtu akaendelea kufanya alichokuwa anafanya. Lo, nilikwambia nini kuhusu kula? Afu na hicho ni kitu gani unachezea? Nilimuuliza kwa sasa nikijipakulia na ukaa pembeni yake. Lorena akasema kwamba ni game Uncle Martin ameletea. Aliniambia kwa sasa kitabasamu. Nijikuta nikasirika tu. Ni kitu gani huyu mwanaume asichokielewa kuhusu kukaa mbali na mimi? Baada ya kuwaza kidogo nilijua kitu cha kufanya. Hivyo nilitulia na kula. Nikashiba kabisa kisha nikampeleka Liam na Lorena kulala. Laurent hataki kabisa hizo habari lakini lazima niende kumtazama kama amejifunika vizuri. So baada ya watoto kulala nilioga na kupanda kitandani huku mwili wangu ukiendelea kunitesa. Niliwaza kuhusu kumeza tena zile dawa za usingizi lakini niliogopa zinaweza zisiwe salama kwa mwanangu. Hivyo linibidi niteseke tu. Niligeuka kitandani kama samaki anayetapatapa lakini sikupata usingizi. Baadaye niliamua tu kwenda kuangalia movie sebleni. Nilikaa macho hadi jua linachomoza ise. Kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Mwili umechoka. Nilienda na kujitupa kitandani hatimaye nikapata usingizi. Nilipoamka ilikuwa ni saa 3 asubuhi. Watoto walishaenda shule hivyo nijiandaa na nikatoka. Macho yangu alikuwa kama ya mtu ambaye hajalala usiku kucha. Nilipoingia kwenye gari niliamua kwenda hospitali. Nilienda hospitali ya tofauti kabisa. Sikutaka kumuona Aston. Siko tayari kuanza kuumia tena. Never. Nilifika na kuona daktari ambaye nilimueleza ninataka kufanya ultrasound. Nilimwambia kwamba nataka tu kujua mimba yangu ina muda gani. Daktari yule kijana akaniambia kwamba basi sawa na kuandikia hicho kipimo utaona daktari wa kina mama. Muoneshe nesi yoyote hii karatasi atakuelekeza. Basi nilimshukuru na kutoka. Saa moja baadaye nilikuwa nimelala kitandani, daktari akiangalia tumbo langu. Macho yake yote yalikuwa kwenye skrini ambayo nimeshaiona mara 4 sasa. Tofauti ni kuwa mara zote Adrian alikuwa na mimi lakini leo nipo mwenyewe. Sasa msikilizaji, sababu ya Lindsay kwenda kupima ultrasound ni kwa ajili ya kupata specific days. Yani siku maalum ambazo zitamuonyesha kisha yeye afanye mahesabu yake, akumbuke, arudi nyuma mpaka hiyo siku na akumbuke alibanjuana na nani. Sasa Aston amemhakikishia kwamba yeye hiyo mimba hawezi, sio mhusika yeye. Labda yani kama sio Martin basi yeye mwenyewe akaefikiria huenda atakuwa ilala huko na wanaume wengine. Lakini mwanaume mpaka kwa baby jamani amekuona wewe ni malaya. Anyway, Aston ameshajivua. Lakini Lindsay anasimamia msimamo wake akiamini, hana uhakika, anaamini huenda mimba ikawa ni Aston. Lakini sasa baada ya majibu ya huyu daktari ya vipimo vya ultrasound kutoka na Lindsay akafanya calculation, mfano majibu yakamletea mahesabu kwamba ni siku ambayo alibanjuana na Aston. Je, Aston atakubali kuhusika kama baba wa huyo mtoto? Japo kashamwambia hata kama ikitokea asimtambue. Lakini kuna mwamba Martin. Sawa, Martin kafumaniwa, wako kwenye migogoro nini, siji mpaka wameachana ile foundation. Lakini sasa je, kama mimba ni ya Martin, Lindsay atafanya nini? Nacheka msikilizaji, sio kwamba ni mazuri. Lakini nataka uniambie kwenye comment sasa, niambie kwenye comment. Hapa sasa tuna bet. Okay? Kila mtu hakikisha kwamba comment atakayoandika itakuwa ni sahihi kwenye sehemu inayofuata. Basi tubeti. Je, mimba ni ya nani kwa mahesabu ambayo atakuja kuyafanya Lindsay? Mimba ni ya Aston ama ni ya Martin? Na kama ni ya Aston, je, unaamini ataikubali hiyo mimba? Na kama ni ya Martin, unahisi Lindsay atafanya nini ili hali ana ugomvi na Martin? Naomba nione comment yako msikilizaji. Naomba nione kipi ambacho wewe unakitabiri.
Tukutane sehemu inayofuata. Histori bado tam, japo tunaelekea mwishoni, lakini bado utamu wake uko vile vile. Mtayarishaji Ndadeto Chocho, nami niliyekusimulia hii simulizi katika hali ya upekee ni mimi Lucas Lumbas. Neema yake Mwenyezi Mungu iambatane nasi pia kwenye sehemu inayofuata. God be with you till we meet again. Bye bye.